Mkoani Njombe, shirika lisilokuwa la kiserikali la Youth Coalition TYC limewakutanisha vijana kutoka pande zote za mkoa wa Njombe pamoja na viongozi wa mkoa wa Njombe akiwemo afisa vijana, afisa kilimo pamoja na kijana aliyefanikiwa kwenye kilimo biashara. Haya yote yakiwa yamefanyika kupitia mradi wa kilimo sauti kwa ufadhili wa shirika la AGRA. Pato kupitia kilimo. Na siku ya leo hapa Njombe tulikuwa na mdahalo kwa ajili ya kuweza kujadili fursa mbalimbali na changamoto ambazo wanakutana nazo vijana katika sekta ya kilimo biashara. Na jukwaa hili limeweza kutoa fursa kwa vijana kujifunza mambo mengi kuhusiana na fursa mbalimbali za kisera na kimikakati, lakini vile vile na mifumo ambayo ipo katika serikali ikiwemo upatikanaji wa mikopo, upatikanaji wa pembejeo ikiwemo viuatilifu, mbegu, lakini vile vile wameweza kujifunza namna gani wanaweza wakatumia dijitali katika kutafuta fursa mbalimbali ikiwemo masoko, lakini pia kukuza mtandao na kuweza kujulikana zaidi. Afisa vijana mkoa wa Njombe ambaye pia ni msajili wa mashirika isiyokuwa ya kiserikali mkoa wa Njombe, Bwana Elias Kasanga, amewataka vijana kuchangamkia fursa za mikopo ya serikali ili waweze kufanya kilimo chenye tija, huku afisa kilimo Stella Kutona akisema serikali imeweka mikakati madhubuti ya kuwainua wakulima. Kuomba kitu kabla ya kitafiti, wewe ingia kwenye mfumo hapo powezesha poto. Uliza au Google tuambie taratibu ya kupata mikopo ya halmashauri. Google tu, si mna smart hapo. Ukiangalia smart hapo zina Facebook. Mera hazina hata poto moja ya kupatia fedha. Weka zile poto zile. Uingia tu chap jinsi ya kupata mikopo ya halmashauri. Watakwambia nenda kwa mtendaji. Na uwe na kitambulisho cha NIDA. Wewe umebeba vyote bwana, nimesoma kwenye mtandao maelekezo ni haya hivi hapa. Sasa unaenda kule, wanakuambia inatakiwa uwe na NIDA, unachukua. Ukirudi tena, tuisahau, itakiwa uwe pia na mtendaji, unaenda. Ukirudi hapa anatakia picha. Kumbe ungetafuta taarifa. Na ndio maana tunachukua wadau. Mdau anapofika mahali kwamba nataka mimi nitakaa kwenye viazi vilimo, lazima atatoa ile elimu pale akishirikiana na afisa kilimo aliyoko pale, afisa ugani. Kwa elimu inakuwa imewafikia wakulima kwa staili hiyo. Kwa upande wake, mkulima maarufu wa zao la parachichi ambaye pia ni mkurugenzi wa kampuni ya Nemes Green Garden kutoka mkoa wa Njombe, Bwana Steven Mlimbila, amewataka vijana wanaotaka kufanikiwa kwenye sekta ya kilimo kuwa na subira ya mafanikio pamoja na kuwa waaminifu kwenye biashara na mikopo. Kwa mimi niliendesha kilimo hicho kwa uaminifu. Labda niwaambie kitu kikubwa, na mimi nimejijengea heshima kubwa ni kwa sababu ya uaminifu.